Habari mtazamaji wa Mori K88. Leo ni kukaribisha sana kwenye makala nzuri niliyokuandalia juu ya mwanamuziki kutoka Afrika ya Kusini maarufu sana aliyetamba miaka ya 90. Anaitwa Brenda Fassie. Wale wenye umri mkubwa kidogo watakuwa wanamkumbuka mwanamama huyu ambaye alitamba na vibao kadha wa kadha na vikafanya vizuri na kujizolea umaarufu mkubwa sana ndani na nje ya Afrika. Brenda Fassie ni nani? Alizaliwa wapi? Tarehe gani? Mwaka gani? Ilikuwaje mpaka akawa mwanamuziki mkubwa sana duniani? Nisikilize. Mimi ni Morris Kembo Mori K. Usiache kusubscribe moja kwa moja ili kuweza kuijua historia ya mwanamuziki huyu maarufu sana duniani ambaye anaitwa Brenda Fassie. Ni msanii mkubwa kutoka Afrika ya Kusini aliyebadilisha muziki na alionyesha maadili ya kijamii kupitia sanaa yake. Leo nina vitu kadhaa ambavyo natamani uvifahamu. Utoto na mazoea ya mwanzo kabisa. Brenda Nakuzola Fassie alizaliwa tarehe 3 ya mwezi wa 11 mwaka 1964 katika kijiji cha Langa huko Cape Town, Afrika ya Kusini. Alikuwa ni mtoto wa last wa kati ya watoto 9. Baba yake alifariki alipokuwa na miaka 2 tu. Mama yake alikuwa ni mpiga piano na tangu akiwa mdogo Brenda alianza kuimba mara kadha wa kadha akiwaletea watalii furaha kwa kuimba kwake. Alikuwa akiambatana na mama yake kwenda sehemu mbalimbali. Alianzisha kikundi kidogo akiwa na umri wa takriban miaka 4 mpaka 5. Kikundi ambacho kilikuwa kinafahamika kwa jina la The Teen Tods, na kuimba na utalii katika maeneo ya Langa. Wengi sana walifurahia sauti yake nzuri na kipaji chake kikubwa, ingawa umri wake ulikuwa ni mdogo. Akiwa na miaka 16 karibu mwaka 1981 aliachia Cape Town na kuhamia Soweto, Johannesburg huko Afrika Kusini chini ya usimamizi wa mtayarishaji ambaye alikuwa anaitwa Koloi Lebona, ili kuanza moja kwa moja mpinduo wa kazi ya muziki na kuimarisha zaidi sauti yake na kipaji chake. Alijiunga na kundi la Joy kama mwanachama wa muda. Baadaye akawa mwimbaji mkuu wa kundi la Brenda and the Big Dudes. Mnamo mwaka 1983 kundi lake la Brenda and the Big Dudes lilitoa wimbo ambao ulikuwa maarufu sana, uliitwa Weekend Special, ambao ulikuwa ni hiti na ulihiti kwa kiasi kikubwa sana tena sana na kumpatia maarufu mkubwa sana ndani na nje ya Afrika Kusini. Brenda Fassie aliibuka kama mmoja wa wanamuziki waliobadilisha landscape ya muziki wa Afrika Kusini. Alichanganya Afropop, Kwaito na sauti za mitaa, yaani muziki wa asili kabisa kutoka kwa Waafrika ya Kusini wale masikini. Hiki ndicho kilichofanya ajipatie maarufu mkubwa na kupendwa na watu wa rika zote, matajiri na maskini, kwa sababu alikuwa akifanya nyimbo za kugusa watu tofauti tofauti. Alipata mafanikio makubwa sana kutokana na albamu na nyimbo zake. Mfano, albamu ambayo iliitwa Mameza ambayo ilitoka mwaka 1998 ikawa albamu iliyouzwa zaidi Afrika ya Kusini. Mwimbaji huyu pia alijitokeza kisiasa na wimbo wa Black President. Hii ilikuwa ni mwaka 1990 ulioandikwa kwa heshima kwa Nelson Mandela wakati bado alikuwa gerezani. Kwa staili yake ya kujitokeza na kwa jinsi alivyogusa maisha ya vijiji, townships, basi ameripotiwa kama Madonna of the Twinships na jarida la Time mwaka 2001. Aliripotiwa kwamba ni moja kati ya wanamama wenye ushawishi mkubwa sana baada ya kuachia wimbo huu ambao ulikuwa umelenga kugusa maisha ya watu wengi, hususan mwanaharakati wa Afrika Kusini. Tunamzungumzia Nelson Mandela ambaye ndiye baba wa taifa hilo. Brenda alizaa mtoto ambaye anaitwa Bongan Fassie mwaka 1985 na mwanachama wa kundi la Big Dudes. Alifunga ndoa mwaka 1989 na mwamba mmoja ambaye anaitwa Nhala Mbambo, ndoa ambayo ilivunjika mwaka 1991 mwanzoni kabisa. Ilidumu kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa tu, ambapo alikumbwa na matatizo ya uraibu wa madawa ya kulevya, hasa cocaine, ambayo kwa kiasi kikubwa ilimuathiri sana afya yake na kazi yake ya muziki. Mtu wa karibu
akampata akiwa mtu wa karibu akampata akiwa amekufa katika Loga Hotel, na tukio hilo lilikuwa ni moja ya nyakati mbaya za maisha yake baada ya mtu wake wa karibu kupoteza maisha. Sasa msukumo ulioathiri pia kifo cha huyo rafiki yake kwa sababu ya sauti yake na nguvu ya uwasilishaji pamoja na kuzungumza juu ya matatizo ya jamii. Brenda Fassie alikumbukwa kama mmoja wa wanamuziki muhimu sana Afrika ya Kusini. Mwanamama huyu alifariki dunia ilikuwa ni tarehe 9 Mei ya mwaka 2004 huko Johannesburg akiwa na umri wa miaka 39. Kifo chake kilitokea baada ya kushindwa kupumua kwa kuwa na mshtuko wa asthma na mbaya zaidi kuathiriwa na mbaya zaidi ya madawa ya kulevya aina ya cocaine ambayo alikuwa anayatumia kwa muda mrefu sana. Licha ya vifo vyake, muziki wake pia unaendelea kuimbwa na kuenziwa na kizazi kipya, na anaheshimiwa sana tena sana kwa jinsi alivyowakilisha sauti ya township na sehemu za chini ya jamii. Brenda Fassie aliwakilisha matumaini na changamoto za watu wengi sana wakatambuliwa na ubaguzi wa rangi ndani ya Afrika Kusini chini ya mfumo wa apartheid, na ulikoma mara baada ya yeye kuweza kutoa vibao kadha wa kadha. Alithibitisha kuwa msanii anaweza kuwa sauti ya mabadiliko ya kijamii. Kwa mfano, kuimba wimbo ambao unatoa pole kwa Mandela na kuonyesha fahari ya rangi na asili yake. Hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vilimpa heshima kubwa sana mwanamama huyu. Sanaa yake haikuwa tu ya burudani bali pia ni uchaguzi wa lugha. Huyu aliimba kwa Kiingereza lakini pia kwa lugha za kijamii za Afrika ya Kusini, na kuna wakati aliimba kwa lugha ya Kiswahili, na aina ya hisia za utambulisho wa hali ya juu ulimpelekea kujizolea maarufu mkubwa sana barani Afrika. Kifo chake kilikumbusha mtu jinsi mafanikio na utashi wa juu kabisa unaweza kujumuisha changamoto za kibinafsi, na ni fundisho kuhusu utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini pia juu ya umaarufu wa watu wengi zaidi. Wengi walijifunza kwamba unaweza kuwa mtu maarufu lakini ukapitiwa na changamoto nyingi ambazo zikashindwa kukusaidia ingawa wewe umesaidia wengine moja kwa moja. Hii ni historia fupi tu ya mwanamama huyu Brenda Fassie ambaye alitikisa sana miaka ya 80 na 90 mpaka mwanzoni mwa miaka ya 2000. Moja kwa moja alikuwa ametikisa muziki sana tena sana. Na ufahamu ya kwamba jina la Brenda wazazi wake walimpatia kwa kuwa walikuwa ni mashabiki wakubwa sana wa mwanamama ambaye alikuwa ni mwanamuziki kutoka Marekani ambaye alikuwa anaitwa Brenda. Hivyo na wao wakaona sio mbaya kumpatia binti yao jina la Brenda, na kumbe kwenye ulimwengu wa roho walikuwa wanamrithisha kipaji cha uimbaji mwanamama huyu, na kweli akaja kuwa maarufu zaidi kuliko yule Brenda mwenye jina halisi kabisa. Hii ni Mori K88. Kama umeipenda unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia unaweza ukaniandikia ni nani ambaye unatamani tumzungumzie kwenye makala fupi kupitia Mori K88. Usiache kusubscribe, kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili kuweza kuyajua mengi zaidi ambayo yanatokea hapa kwenye Mori K88. Asante na kwaheri.